Siku zote tunasema kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, ukweli na burudani, sikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Tunakuwa kwa kasi sana duniani. Mungu ametusaidia na mipaka yote tumeenda mbali kabisa katika mataifa. Taifa lolote ulilo ndani, una nafasi nzuri ya kutufikia kwa njia nzuri. Taifa lolote ambalo uko ndani, tunapenya na kufika kule, maana tumekuwa na tunaona wema wa Mungu ukiwa pamoja nasi katika hatua za kutenda kazi yake. Asante na karibu popote ulipo, tunaposonga na kwenda kwa nuku ya matumaini katika jina la Mungu wa Israeli. Nasema hivi, Mungu huyu ambaye ametulete leo ana moyo tena nasi. Kama wanadamu sisi ukosea tu, lakini Bwana hufanya vile awezavyo kuturejesha tena katika uhusiano wake na yeye. Ni Mungu ambaye ana moyo nasi. Na anapenda kuona sisi sote tukiishi maisha ya kumpendeza yeye, ili atakaporejea pia awe pamoja nasi. Na kwa leo katika nuku ya matumaini, tutaangalia habari za kijana mmoja mpotevu na kuona jinsi Mungu anavyozungumza kwa habari za hadithi nzuri ya kijana huyu katika jina la Yesu Kristo. Kitabu kile cha Luka 15 mstari ule wa 11. Andiko yanasema hivi: akasema, mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia babaye, baba, nipe sehemu ya mali yangu inayoniangukia. Akamgawia vitu vyake. Hata baada ya siku nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali. Akapata mali zote huko, akatapanya mali zote huko kwa maisha yaliyokuwa ya anasa zaidi ya usharati. Alipokuwa amekwisha tumia vyote, maisha ya shida na njaa na kiu ikamkumba katika nchi ile. Yeye na akakaa katika hali ya ukiwa na hali nzito ya maisha. Akaenda akashikamana na mwenyeji aliyekuwa wa nchi ile, na alimpeleka shambani kule mashambani kwa kuwakuza nguruwe wake. Akawa na hali nzito kujishibisha hata kwa maganda yaliyokuwa ya nguruwe, wala hapana mtu awaye yoyote aliyekuwa na haja naye katika hali nzito ya maisha siku hizo. Alipozidiwa moyoni mwake akasema, wao, mbona nateseka hivi? Mbona naumia hivi? Mbona napitia hali ngumu hivi? Na baba yangu ana mali pia. Mbali na hayo, baba yangu anawafanya kazi. Basi nitaamua moyoni mwangu kurejea pia nyumbani kwa baba yangu. Nitaondoka kwenda kwa baba yangu na kumwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sitahili hata kuitwa mwanao tena, nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Akaondoka akaenda kwa baba. Alipomwona baba yake kwa mbali mwanawe akija, akatoka mbio, kaenda akamlaki mwanawe katika sehemu aliyepata kumuona. Alipomwona mwanawe akasema, wao, mwanangu alikuwa amefa, sasa amefufuka. Alikuwa amepotea, sasa amerejea. Akampa mavazi mazuri akavaa, na mbali naye pete. Akawaamuru wafanya kazi kuchinja ng'ombe nono aliyonona, ili mwanawe asherekee, akisema alikuwa amepotea na sasa amerejea. Katika habari za nuku ya matumaini asubuhi njema kabisa, Mungu tunayemtumikia ana moyo tena ni mwaminifu. Tunaweza kuwa tumemkosea Mungu, tumetenda kinyume na mapenzi yake, na sasa katika safari za kila siku. Lakini nakutia moyo popote ulipo, msikilizaji wangu, katika habari za nuku ya matumaini, turejee tu kwa Jehova. Tupate nafasi tu ya kurejea mbele zake. Baba wetu ni mwaminifu, atatukaribisha, atatukumbatia. Katika hali hii kweli tumefanya yasiyompendeza, ama tumetembea katika njia isiyofaa mbele zake, lakini katika nuku ya matumaini asubuhi njema kabisa, na kuhakikishia katika habari za neno lake, na hasa habari hizi za mwana mpotevu. Tazama, anaporejea nyumbani, sherehe inatendeka, mambo makubwa yanafanyika. Hata nawe katika hali ulionayo, usife moyo, usisononeke, usikate tamaa, usirejee nyuma, usione hali jinsi ilivyo sasa hivi. Jua yupo Mungu. Rejea tu kwake na kumwambia, baba, nimetambua
nililonifanya, nimetambua nililolitenda. Nimerejea katika mawazo yangu, nimerejea wazi katika nia yangu. Nimetambua vinalonifanya kupitia hali hii. Bwana unisamehe. Ni mwaminifu na atakupa nafasi, maana ni Mungu atupaye nafasi tena ya kuishi na nafasi ya kuendelea na nafasi ya kutenda kazi iliyo nzuri mbele zake. Ndiyo nukuu ya matumaini, Matthew Ndeva, ndani ya Radio Fortune Africa. Na Bwana akubariki sana. 4561468 ndiyo namba ya redio yetu. Endelea kutuombea, na pia ukiwa na kichache simama na kituo hiki, na Mungu atakubariki sana. Asante na uwe na mchana ulio baraka.